kwa jina naitwa Mayasa Suleiman Omar, ni mwajiriwa wa Wizara ya Afya. Nafanya kazi katika kitengo shirikishi cha huduma ya mama na mtoto. Napenda kuzungumzia swala la huduma baada ya kuharibika kwa ujauzito. Kwa kweli jamii kwa ujumla bado haijapata mwamko mzuri wa huduma za mara baada ya kuharibika kwa mimba, lakini hizi huduma zipo katika vituo vyetu vya afya na zinatolewa bila malipo, lakini bado wapo kina mama ambao wanaopata tatizo la kuharibika kwa mimba na wakabaki nyumbani wakaendelea kutumia dawa za aina nyingine zisizokuwa za hospitali. Lakini serikali kwa kupitia kitengo shirikishi cha huduma ya mama na mtoto kinaendelea kutoa elimu katika jamii, kushajihisha kina mama kuja hospitali mara ya kuharibikiwa na ujauzito, na huduma zinaendelea kutolewa na watu wanaoharibikiwa ujauzito wanahudhuria kliniki kuweza kupata huduma, lakini tuna imani kwamba wapo ambao bado wako nyumbani. Kwa hivyo sisi wafanyakazi wa kitengo shirikishi cha huduma ya mama na mtoto tuna lengo la kusimamia hizi huduma, kuhakikisha wananchi wote wanaweza kupata huduma zilizo bora na zilizotukuka zenye usiri. Kwa hivyo nashajihisha kwamba wanajamii ambaye mtu amepata kuharibikiwa kwa mimba afike katika vituo vyetu vya afya. Huduma zipo, zinatolewa bila ya malipo yoyote ili kuhakikisha kwamba mama anaendelea kuwa na afya bora. Lakini changamoto kubwa wanayopata watoaji huduma wa hizi huduma baada ya kuharibika kwa ujauzito ni matumizi ya uzazi wa mpango kwa wale wateja ambao wameharibikiwa kwa mimba, kwa sababu mama anapoharibikiwa na ujauzito anatakiwa kujizuia kupata ujauzito kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo wateja wetu wengine, kwa vile sisi huduma zetu hospitali kuna huduma ni hiari kwa mama mwenyewe kutumia. Kwa hivyo kama wataalamu, kazi zetu si kutoa huduma, kutoa elimu, baadaye mama akikubali unamwekea njia. Lakini kuna changamoto ya kina mama wanaharibu ujauzito, wanakuja kupata huduma zetu, lakini huduma zinakuwa pungufu kwa sababu wanakataa kutumia njia za uzazi wa mpango kujizuia na mimba kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo anakuwa hajapata ile huduma ya stahiki, kwa sababu ili apate huduma stahiki aondoke pale amepata ushauri, amepata matibabu, amepata uzazi wa mpango. Pia tumemuunganisha na huduma nyingine kama vile screen cancer, maradhi ya kujamiana, pia wanapata hiyo fursa. Kuolewa bado sio mzuri, lakini bado kuna hawa CHW saa hizi wanafanya kazi kubwa za kuweza kuelimisha jamii kuhusu huduma zetu mara baada ya kuharibika kwa mimba. Tunatumia vyombo vya habari, kuna Health Promotion Unit ya Wizara ya Afya inapita katika community kufanya community sensitization juu ya hizi huduma.